Watazamaji, ninawasalimu katika jina la Yesu kuwa mjamboni. Ninawakaribisheni katika kipindi chetu cha televisheni ambaye inasema sikiza neno. Nashukuru Mungu kwa hii mlango ambaye alinifungulia ili niweze kufundisha watu wake neno lake. Mimi ni mchungaji Pastor Philip Lakat kutoka kanisa la The Good News Church of Africa, ambaye na hudumu katika Annex Pasuri. Na pia mimi ni mwalimu wa chuo cha Biblia Faith College of the Bible, iko hapa Saroyat, Eldoret. Kwa hivyo siku ya leo tutaenda kuendelea na somo letu ya hali ya nyakati za mwisho. Hii ni sehemu ya 3. Na kabla hatujaangalia hii sehemu ya 3, tutaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa nafasi ambayo umenipa ili niweze kufundisha watu wako neno lako. Naomba uongozi wa Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu atusaidie tupate kuelewa, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Neno la leo linapatikana katika waraka wa kwanza wa Timotheo wa Paulo ambaye aliweza kumwandikia Timotheo. Waraka wa kwanza wa Timotheo ambaye Paulo alimwandikia, mlango wa 4 kifungu cha kwanza hadi 5, ambaye inasema hivi: basi Roho anena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakazwa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Tunaangalia leo kuhusu hali ya nyakati za mwisho, na inasema hivi kwamba wengine watajitenga na imani. Ishara ya nyakati za mwisho ni kwamba wengine watajitenga na imani. Na hapa tunaambiwa katika somo letu kwamba Roho anena wasiwasi. Roho ndio ananena, na Biblia inasema inanena wasiwasi. Na mambo ya kweli ni mambo ya kweli kwa sababu anayesema ni Roho, na Roho wa Mungu anaitwa Roho wa kweli. Katika Injili ya Yohana 14 mstari wa 16 tunaambiwa hivyo kwamba nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mstari wa 17, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kupokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Yeye ni Roho wa kweli. Na tunasoma kuhusu Roho ya kwamba ni ya kweli pia katika Yohana 16 mstari wa 13. Na kwa vile Roho yeye ni ya kweli, asemi uongo. Yale anasema ni ya kuaminika. Na yeye ndiye aliwaongoza watakatifu katika kuandika maandiko. Unasoma katika Petro wa pili 1 mstari wa 20 na 21.
Na ni kwa nini wengine watajitenga na imani nyakati za mwisho? Tunashukuru kwa sababu inasema sio wote, bali inasema ni wengine. Wanaojitenga na imani sio wote. Tumeambiwa ni wengine. Kuna wale ambaye ni mabaki na ambao watakuwa waaminifu hadi mwisho. Hawa wengine ambao watajitenga na imani basi ni akina nani? Wengi ambao watajitenga na imani ni kati ya wale wako kanisa ambalo neno linahubiriwa, lakini hawalipokei neno ambalo linahubiriwa. Na Yesu aliweza kufundisha wengi jinsi vile tunasoma, lakini wale ambao hawakupokea neno lake walirudi nyuma. Kwanza wakisema hayo mambo ni magumu. Katika Yohana 6 mstari wa 60 inasema kwamba basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Baadaye wakarudi nyuma. Hiyo ni Yohana, tunasoma katika Yohana Injili 6:66 ikisema kwamba kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasimwandamane naye tena. Lakini kwa wale wanafunzi ambao walisikia neno lake na kulipokea, hawakurudi nyuma, bali waliendelea kumfuata Yesu hadi mwisho. Sikia vile mmoja wao ambaye alijibu hivi katika hiyo Yohana 6 mstari wa 67 mpaka 69, ambaye inasema hivi kwamba basi Yesu akamwambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Kwa nini wanafunzi hawa hawakurudi nyuma kama wale wengine? Hawakurudi nyuma kwa sababu walimjua Yesu kuwa hako na maneno ya uzima wa milele. Na hawakujua tu, bali walikuwa wamepokea hayo maneno ya uzima. Ndiposa Petro akamjibu Yesu akasema, twende kwa nani? Hawangeenda kwa mwingine kwa sababu hapakuwa na mwingine kama Yesu. Tusiimbe tu tukusema hakuna mwingine kama Yesu, alafu tena tuende kwa wengine. Kama Yesu ako na maneno ya uzima wa milele, tutaenda kwa nani tena? Kwa hivyo tujiangalie sana, tusidanganywe na hayo mafundisho ya uongo katika nyakati hizi za mwisho. Na jambo lingine tunaona ni kwamba hao watu ambao watajitenga na imani watafanya nini? Watasikiza roho zidanganyazo. Katika somo letu linasema kwamba basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo. Watajitenga na imani, kisha watasifuata roho ambazo zinadanganya. Mtu akijitenga na imani ya kweli hawezi kukaa bure. Huyo mtu atageukia mengine. Somo letu linasema wakisikiliza roho zidanganyazo. Ukikataa ukweli utageukia uongo. Huwezi kaa katikati. Hawatasikiza uongo tu, pale pia na mafundisho ya mashetani. Katika somo letu inaendelea kusema na mafundisho ya mashetani.
ukisikiliza uongo, utakeukia kufuata mafundisho ya shetani ambaye ni mwongo na papa wa uongo. Na ni nani ambaye anawadanganya? Wale ambao wanadanganya ni wale ambao wataeneza hii uongo, ni wale wanafanya hiyo kazi kwa unafiki. Katika kifungu cha 2 tunaambiwa vile watafanya kazi kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Kwa unafiki ya watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Wako na unafiki, wakijifanya wanaeneza ukweli na kumbe wanaeneza uongo. Dhamiri zao zimechomwa moto. Kwa hiyo hawasikii, hawaelewi. Katika Timotheo wa pili mlango wa 3 kifungu cha 13 tunaambiwa kwamba lakini watu wapaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waofu, wakidanganya na kudanganyika. Kati yao wengine hata ni watumishi wa shetani, vile tunasoma katika Wakorintho wa pili mlango wa 11 mstari wa 13 na kuendelea mpaka 14. Hawa wa kudanganya watakuwa na mafundisho mengine ambazo neno la Mungu alifundishi. Na katika kifungu cha 3 tunaambiwa hivi kwamba wakiwazuia watu wasioe. Hii fundisho ya kuzuia watu wasioe haifundishwi na neno la Mungu. Lakini tunaambiwa watakuweko ambao wanasema watu wasioe. Na Mungu mwenyewe alisema si vizuri mtu akae peke yake. Katika Mwanzo 2:18 tunasoma, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Lakini hao watatokea na kuzuia watu wasioe. Na jambo lingine ni kwamba kati ya hao watu wa kudanganya pia tunaambiwa na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Wanaamuru watu wajiepushe na chakula ambacho Mungu alitupatia tupokee kwa shukrani. Hao watu tunaambiwa watafundisha hivyo, kukataza watu wasioe, kukataza watu wasikule vyakula kadhaa ambavyo Mungu alitupatia. Na mtazamaji wangu, ninakuambia hivi kwamba kila fundisho lazima lijaribiwe na neno la Mungu. Wakristo lazima wawe kama wale Wakristo wa Berea. Hawa walichunguza maandiko. Katika Matendo ya Mitume 17 mstari wa 11 tunaambiwa kwamba walichunguza maandiko waone kuwa yale walifundishwa ni ya kweli ama si ya kweli. Katika Matendo ya Mitume 17 mstari wa 11 tunaambiwa kuhusu hawa. Watu hawa walikuwa wangwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Walichunguza maandiko kwa sababu walitaka kujua kweli. Na kila Mkristo ako na hiyo nafasi.
Wakati unamwamini Kristo kama mwokozi wa maisha yako, Roho wa Mungu anakuja ndani yako. Na kazi ya Roho Mtakatifu ni kufundisha watoto wa Mungu neno la Mungu. Na ukichunguza, ukiomba Mungu, atakuonyesha vile neno lake Mungu linavyosema. Na ukifuata namna hiyo, utapotoshwa na walimu wa uongo. Katika kifungu cha 4 mpaka 5 tumesoma kwamba kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani. Kifungu cha 5, kwa kuwa kimetakazwa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Ndiposa tunapokula, kabla hatuchakula, tunaomba ili vyakula itakazwe. Kwa hivyo tusifuate fundisho tu kwa vile watu wameweka, bali tuipime na neno la Mungu. Neno la Mungu linaitwa katika lugha ya Kimombo plumb line. Plumb line ni kifaa ambacho fundi hutumia kuona kama jengo imenyooka, na kama haijanyooka anarekebisha ukuta. Sio plumb line, sio hiyo chombo, ni ukuta ndio inarekebishwa. Vile vile neno la Mungu hairekebishwi, inatoka pumzi ya Mungu na ni ya kweli, na tunatumia neno la Mungu kupima mafundisho potofu ambaye imeingia katika duniani. Na kwa vile nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, tuwe macho tukiwa wa Kristo. Kama tumepokea neno la kweli, au kama tumepokea imani ya kweli, tushike sana hayo mafundisho. Paulo alimwambia Timotheo katika Timotheo wa pili mlango wa 3 kifungu cha 14 kwamba bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Bali wewe ukae katika mambo yale ulifundishwa. Paulo alitaka Timotheo akae katika mambo yale ambaye alikuwa amefundisha yeye, na mambo ambaye alikuwa amehakikisha yeye. Hakufundisha tu, pali pia alimhakikishia hayo mafundisho. Na sio tu pale afahamu ni akina nani ambaye alijifunza kwao. Paulo aliitwa na Mungu na alikuwa anatumiwa na Mungu kufundisha Timotheo, na alifundisha neno la Mungu. Na yeye alitaka Timotheo ashike sana hayo mafundisho. Vile alimwambia katika waraka wa pili wa Timotheo mlango wa 2 kifungu cha 1 kwamba basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakao wakafundisha na wengine pia. Alitaka ashike yale alikuwa amefundishwa. Na vile vile sisi pia lazima tushike neno la Mungu vizuri.
vile Paulo alitaka Timotheo akae katika hayo mambo ambayo alifundisha yeye. Na yule alimfundisha Timotheo ni Paulo, vile tumeona, ambaye aliitwa na Kristo, na alimpa maneno ya Yesu. Haikuwa yake, ilikuwa ni juu ya Timotheo ashike hayo maneno, asiweze kudanganywa na walimu wa uongo. Na wewe ambaye yuko katika kanisa ambalo linafundisha ukweli, usitoke kwa hiyo kanisa. Kama mchungaji ni yule aliitwa na Mungu na alisoma neno la Mungu vizuri na anafundisha neno la Mungu jinsi vile maandiko yanasema, shikamana naye na upaki pale. Na kama umepokea hiyo ukweli, dumu katika kweli, na hiyo kweli itakuongoza katika maisha yako. Na kama umedanganywa na umejua ukweli, umuombe Mungu akuongoze, uende kanisa ambalo linafundisha neno la Mungu vilivyo, ili uweze kupata mafundisho ya kweli, na ili uweze kukua katika imani yako. Kwa hivyo neno la Mungu limetuonya, ndiposa tuko na hili neno, na imetuonya vizuri kwamba nyakati za mwisho Roho anena wasiwasi kwamba wengine watajitenga na imani. Tusiwe kati ya wale wengine watajitenga na kweli. Tuendelee kulipokea hili kweli na itatubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru. Asante kwa neno lako ambaye umetupatia, ili katika hili neno wewe uweze kutufundisha tudumu katika kweli. Vile Yesu alisema, tajua kweli na kweli itawaweka huru. Saidia hawa ambao wamesikia ili wapokee neno lako, kwa sababu neno lako ni kweli na itaweza kuwaongoza katika maisha yao yote. Wasidanganywe katika hizi nyakati za mwisho ambaye tunaona wengi wanadanganywa kwa kukosa maarifa ya neno lako. Bariki neno lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Asanteni, Mungu awabariki.